Kwa wale ambao tufahamiani, mimi naitwa Binagi George, ni mwanahabari mwenzenu. Tunawashukuru sana kwa kuitikia mwaliko huu wa iftari ya leo, ambayo kiukweli lengo ilikuwa ni kutuweka pamoja kama waandishi wa habari hapa jijini Mwanza, kwa sababu mara nyingi imekuwa nadra sana kukutana kwenye matukio kama haya. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kuitikia wito, na niweke wazi kwamba shughuli hii idea ilianzia kwenye magrupu yetu ya WhatsApp kupitia grupu la Mwanza Habari, na ilikuwa mwezi wa pili, wiki mbili zilizopita. Katika kuposti tu vitu kwenye grupu, Sadamu akasema, bwana, mimi nikajua waandishi tumeandaliwa iftari, kumbe ni posta nyingine, ilikuwa birthday yangu by the way. Kwa hiyo sasa ile ikaja kichwani. Kwa hiyo ilipokuja kichwani tukasema tunafanyaje ili tuweze kufanikisha hili. Kama mnavyojua, sisi wanahabari tunafanya kazi na wadau mbalimbali. Kwa hiyo ikabidi sasa kuzungumza na wadau ambao tunafanya nao kazi. Na kwa kipekee nimshukuru sana shemeji yetu Ramadhani Maganga, ambaye mnafahamu. Kwa ambao wafahamu, Rama ni alikuwa mwandishi mwenzetu Husna. Kwa hiyo tuliongea naye na bahati nzuri tunamshukuru kwamba aliridhia hilo wazo. Lakini pia kipekee kabisa mtu mwingine ambaye napaswa kumshukuru kwa nafasi hii ni ndugu yangu hapa, anaitwa Hasani Dede. Hasani Dede, kwa wale ambao hawamfahamu, alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha madereva wa daladala hapa jijini Mwanza zaidi ya miaka 14 iliyopita. Tulifahamiana zaidi ya miaka 14 iliyopita, tangu nadhani 2010 au 2011 akiwa hapa Mwanza. Na baada ya hapo akapanda, kutoka hapa Mwanza. Sasa hivi ni mwenyekiti wa chama cha wasafirishaji wa madereva wa malori pamoja na mabasi Tanzania, masafa marefu ndani ya nje na nje ya nchi. Kwa hivyo tulivyowasiliana na yeye, kwa kweli alikubali hili wazo. Akasema, ndugu zangu wa Mwanza, tangu nimetoka Mwanza zaidi ya miaka 10 iliyopita, ni vizuri nikija tukapata iftari na waandishi wa Mwanza. Kwa hivyo kipekee tunakushukuru sana ndugu Hasani. Mwanza tuna waandishi wengi sana, zaidi ya 150. Lakini tunayo fursa kwamba tumekutana hapa zaidi ya waandishi 50. Kwa hiyo pia ni fursa kwamba tunashukuru kwa wale ambao wameweza kuungana pamoja na sisi. Kwa hivyo lengo ilikuwa ni kwamba tupate iftari ya pamoja, lakini pia tufahamiane. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu tulikuwa kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na ambacho kinaelekea ukingoni, lakini pia Kwaresima. Tunafahamu kwamba waandishi tumekuwa sisi ni kufanya kazi ya kukava story za watu wengine, lakini kwenye matukio ya kijamii tunakuwa tunabaki nyuma, aidha kwa kuachwa au kwa kujiacha. Kwa hiyo sasa hii itupe fursa na sisi kuwa kipaumbele, kujumuika pamoja kama hivi, tunafahamiana, lakini pia tunapata nafasi ya kufurahia kwa pamoja. Sasa sisi kama waandishi tusizungumze mambo mengi sana. Kikubwa zaidi ni kushukuru wale wadau wote ambao tunafanya nao kazi, wadau binafsi, lakini pia hata mamlaka zinazotusimamia. Kama ambavyo unafahamu, kwa mfano sisi waandishi, kama utakumbuka, mapema mwaka huu tuliomba baadhi ya mambo ambayo yanatusibu sisi waandishi yafanywe kazi. Kwa mfano kama mnakumbuka, tuliomba ada za usajili kwa waandishi wa habari wa mtandaoni zipunguzwe. Na tunashukuru kwamba naibu waziri mapema mwezi wa pili alilitangaza hilo, kwamba ada zimepungua kutoka 500,000 mpaka 50,000. Kwa hiyo ni fursa pia. Kwa hiyo tuko hapa pia kushukuru kwa hilo, na tunaomba changamoto zingine ambazo tunakuwa nazo basi ziweze kufanyiwa kazi. Kwa hayo machache, na tamani sana ndugu yangu Hasani Dede pia apate nafasi ya kuzungumza kidogo machache. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na imani itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Hasani Dede, ndugu yenu, kijana mwenzenu, baba mwenzenu, maana tuna watoto sasa. Ujana tumeshatoka, tuna watoto sasa. Lakini ni mdau wa maendeleo, lakini mdau pia wa wanahabari. Wala wasiomjua Hasani Dede ndio mimi. Lakini Hasani Dede huyu hajajulikana bila nyinyi waandishi wa habari. Miaka 14, mimi nisema miaka 15. Natoka kusoma matololi na kuja kwenye daladala na kukutana na waandishi wa habari.
Kwa najua umuhimu wa waandishi wa habari katika mkoa wa Mwanza, lakini kwa taifa kwa ujumla. Kwa mpaka leo naitwa Dede, hili jina halijaja mimi peke yangu. Ukoo wangu ni mkubwa, ukoo wangu na waandishi wa habari. Kwa niwashukuru sana. Moja, nichukue fursa hii kuwashukuru nyinyi kuacha shughuli zenu, kuacha kufutari na familia zenu, mkaja kujumuika kwa pamoja hapa tuweze kupata futari. Hilo ni jambo moja la kipekee, lakini la kumpongeza Mwenyezi Mungu. Haya yote nimeyafanya kwa sababu ya kutengeneza ushirikiano baina yangu na wadau wengine, lakini baina yangu na waandishi wa habari na wanahabari kwa ujumla. Tunajua mchango wa waandishi wa habari katika nchi hii. Iwe mvua, iwe jua, waandishi wa habari wapo kazini. Wanatoa mambo mazuri yanayofanywa na nchi yetu na serikali kwa ujumla. Kwa nikaona si vyema kipindi hiki cha mwezi mtukufu na kipindi cha Kwaresima niweze namna gani nzuri tuweze kukaa pamoja, tukafutari pamoja, lakini pia na kuwashukuru kwa sababu mwaka tunakwenda tumeanza mwaka mwingine, lakini pia ni Ramadhani nyingine. Huenda Ramadhani hii tusiwepo pamoja inaokuja au tukakutana na watu wengine. Kwa nikaona ni vyema tufanye nini? Tufutari pamoja na tufahamiane. Lakini pamoja na hayo tumeona mambo mengi ambayo mkiyafanya, lakini mmepitia changamoto nyingi ambazo tumekutana nazo kama waandishi wa habari. Kuna ndugu zetu wametangulia mbele za haki, tunajua hilo, lakini nani anaguswa na hili? Kwa sisi kama wanafamilia tuna kila sababu kuombea ndugu zetu waliotangulia mbele za haki kwa mjumuiko huu tulionao. Tukaombea dua njema huko waliko, wapumzike kwa amani. Pamoja na hayo sitakuwa na mengi sana. Ni kuwashukuru kwa kila ambacho mnaendelea kukitoa, kukitangaza, kukipaza sauti zenu. Hususan mimi najivunia kuwa na nyinyi. Wapo ndugu zangu hapa kwa miaka nenda rudi, nikiangalia Jisengo hapa kipindi hicho, lakini nikiona ndugu zangu hapo wakina Mumba na wengine wako hapa mpaka leo tunazeeka, wako vyombo vya habari. Tukatujue kwamba vyombo vya habari vina mchango gani katika taifa hili. Mimi raia wa kawaida, sio mtumishi wa serikali, lakini nimeona kwamba nilizungumze hili kama raia, lakini pia watu wengine waguswe, waone namna nzuri ya kukaa na waandishi wa habari karibu katika makundi yao na kijamii zao. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, niwapongeze sana. Sitakuwa na mengi, bali ni kuwashukuru kwa kuweza kuja kujumuika pamoja, tudumishe undugu wetu na tuendelee kuitetea nchi yetu. Asanteni sana.